Na familia moja katika kaunti ya Nakuru inalilia haki baada ya jamaa wao kushambuliwa kwa kisu kwenye eneo la burudani analomiliki mtaa wa Upper Hill baada ya mzozo ulioibuka baina yake na wapinzani wake wa kibiashara na kumsababishia majeraha yaliyosababisha kifo chake, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Chalo. Majonzi na huzuni kwa familia ya Desmond Kiago baada ya kumpoteza kifungua mimba na tegemeo lao la pekee. Desmond mwenye umri wa miaka 32 anadaiwa kudungwa kisu kwenye klabu yake mtaa wa Upper Hill kufuatia ugomvi uliozuka baina yake na washindani wake kibiashara mwezi Mei tarehe 29 mwaka huu mwendo wa saa 2 jioni. Tulipata ripoti kutoka kwa marafiki zake ya kwamba kuna mtu amemvamia na kisu na wakamkimbiza hospitalini. Wakati tulifika kama familia tukapata amepewa first aid, lakini tukapata hali yake ni mbaya. Chanzo cha mzozo kikiwa bado hakijabainika, mshukiwa mkuu anaendelea kuzuiliwa na polisi. Hata hivyo, jeraha la kisu alichodungwa kwenye mguu wake wa kushoto lilimsababishia kupoteza damu na kulala hospitali kwa juma moja kabla ya kufariki. Mgando wa damu kwenye mshipa wa mguu unaosemekana kuunganishwa na moyo ukisemekana kusababisha mauti yake. Sasa wakiwa hapo wako kazini, wanakuwaga wanapanga viti hapa nje. Saa hiyo wakati alileta kiti ya kwanza, akileta kiti ya pili, ule jamaa bouncer akamsukuma Desmond akaangukia kwa mesa ya watu. So kuamuka ndio huyu kijana alichukua kisu na kumduga mguu. Tulipompata alikuwa katika hali mbaya sana, juu alikuwa amepoteza damu mingi, alikuwa ameumizwa kwa mguu wake wa kushoto. Familia hii sasa imesalia na deni la zaidi ya shilingi 1.5 milioni lililosababisha mwili wa mpendwa wao kuzuiliwa kwenye makafani ya kibinafsi mjini Naivasha hata wanapopania kumpumzisha Desmond Kiago Ijumaa wiki hii. Mike Chalo, TV 47.